Ndugu wa Tanzania, tumepata wageni ndugu zetu kutoka kanisa la Ufufuo. Sisi kama mtandao au kituo cha haki za binadamu tunaodili na masuala ya utetezi wa haki za binadamu, watetezi wa haki za binadamu hapa nchini, tunafarijika kuona kwamba watu wakiwa na changamoto zao wanatutambua na kama ni wadau ambao tunaweza kushiriki kutatua changamoto wanazokumbana nazo. Wenzetu kanisa la Ufufuo wote mnafahamu kabisa kwamba hadi sasa kanisa lao liko kwenye sintofahamu, kwa sababu siwezi kusema kwamba limefungiwa au halijafungiwa, kwa sababu kwa mujibu wa maamuzi ya mahakama madogo, kwa mujibu wa barua ya waziri, inaonekana kabisa kwamba mpaka sasa hivi kanisa hili halijulikani limefungiwa au halijafungiwa. Kwa maana hiyo ni nini? Ni kwamba Watanzania hawa ambao ni wengi kwa maelfu wanaofanya ibada katika kanisa hili wamewekwa katika njia panda, na ndio maana sisi tukaona kwamba tukafarijika kuona kwamba wamekuja kutulilia. Na hapa mbeleni tuna Askofu Amos ambaye anatoka mkoa wa Shinyanga pamoja na waumini baadhi ambao wamekuja kuwakilisha maelfu ya maaskofu wa kanisa hili nchi nzima, kuja kuomba mtandao. Baada ya kuona tumezungumza kwa muda mrefu masuala ya maridhiano, mazungumzo kwenye mambo yanayohusu mambo yetu ya kitaifa, wakaona ni vyema waje kwa ajili ya kuona namna gani wanaweza kuongeza watu wa kuwasemea na kuwatafutia suluhu ya tatizo hili. Nipende tu kusema kwamba Watanzania wote kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila mtu ana haki ya kuabudu. Hakuna sehemu ambayo katiba imesema kwamba mtu ataabudu kupitia kanisa, kupitia sijui nini, kupitia nini. Kila mtu amepewa haki ya kuabudu. Napenda kusema kwamba hata kama leo hii kanisa hilo lingekuwa limefungiwa, hawa maelfu ya Watanzania bado wana haki yao ya kuabudu. Kilichofungwa au kama kilichowekwa katika hiyo sintofahamu, kwa sababu hatujulikani kimefungwa au kimewekwa sintofahamu, ni kile ambacho kilisajiliwa kwa mujibu wa sheria, manake kanisa dhehebu lile. Lakini Watanzania hawajafungiwa kuabudu. Naomba tutofautishe kati ya kuabudu na taasisi ambao wanatumia kuabudu. Taasisi ndio imeingia kwenye mgogoro. Naomba sana viongozi wetu, Waziri Bashungwa, IGP pamoja na Kamanda Muliro, watambue kwamba hawa Tanzania pamoja na kwamba kanisa lao liko katika mgogoro huu wa sasa, bado hawa wanahitaji kila Jumapili ya Mungu ambayo ndio siku ya Wakristo wengi wanatumia kuabudu, wapate sehemu ya kufanya ibada zao, wakati swala lao linaendelea kufanywa, la taasisi yao linaendelea kufanywa kazi. Kuna taasisi na kuna wananchi wenye haki yao ya katiba ya kufanya ibada. Hilo ndio jambo ambalo la msingi ambalo tunapaswa kulizingatia. Na kwa mujibu wa barua ya waziri, maana yake baada ya barua ya waziri kutoka, tulidhania kabisa kwamba hawa sasa watakuwa wako huru kufanya shughuli zao za kiibada, kwa sababu hata barua hile ya wizara imeeleza kwamba hawatambui barua yote ya kufungia dhehebu hili. Kwa maana hiyo ni nini? Ni kwamba sasa hivi tumewaweka katika njia panda, lakini pia hata eneo lao la kusalia kanisa lao kuu, kwa sababu wana makanisa nchi nzima, kanisa lao makao makuu hapa bado limezingirwa na polisi. Na ndio maana nasema Mheshimiwa IGP, Kamanda Muliro, bado mnadhani kuna umuhimu wa kuendelea kuzuia kuzunguka kanisa lile. Wakati huu tayari tumeona maamuzi ya mahakama, lakini tumeona barua ya wizara inayohusika na usajili wa makanisa. Ni jambo ambalo tunaomba sana viongozi, waziri pamoja na ofisi ya polisi, tafuteni namna ya kukutana na watu kama hao. Kama itashindikana kuja wenyewe, basi sisi kama mtandao tuko tayari. Waziri Bashungwa, kwa hawa ambao maaskofu, viongozi wengine waliobaki, tunaomba ukutane nao. Polisi, jeshi la polisi, IGP au afande Muliro, tunaomba ukutane nao ili muweze kulizungumza, kuliko kila Jumapili tuone zile drama, tuone yale mivutano mitufuano kati ya waumini hawa na askari. Inakuwa haipendezi katika taifa letu. Nadhani wote sisi kama Watanzania tuwe tuna nia ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania
anaishi kwa utulivu na haki zake zote za msingi anazipata katika taifa letu. Tunaweza tukawa tunatofautiana sana. Kuna wengine labda huenda mnafurahia kuona kwamba jeshi la polisi wanavutana na waumini fulani, jeshi la polisi wanavutana na makundi fulani. Pengine labda kuna watu mnashangilia, mna enjoy, mnaona. Wengine sisi hatuenjoy vitu kama hivyo. Wengine sisi wazalendo wa nchi hii vitu kama hivyo vinatuumiza, kwa sababu tunadhani tunaweza tukavitatua vitu kama hivyo kwa kukaa mazungumzo. Turudishe utaratibu wa kusikilizana. Tusiogopane. Hawa watu ni Watanzania. Hawa watu ni wenzetu. Walikuwa wanafanya ibada zao kama kawaida. Kama kiongozi wao alitokea akatamka maneno, na uzuri Gwajima alizungumza haya mambo nje kabisa ya ibada. Hakuwa kwa kanisani, alikuwa kwenye hoteli anazungumza. Kwa alizungumza kama mbunge, alizungumza kama Mtanzania. Kwa hiyo wangepaswa kama kumtafuta basi waendelee na yeye, lakini wakawaacha Watanzania waendelee kufanya ibada zao. Hilo ni jambo la msingi ambalo tunasema kwamba wakati huu tunashauri wizara warudishe hawa waendelee na ibada zao, wakati mambo yao mengine yanaendelea kutatuliwa kwa njia nyingine. Tusipende kuumizana, tusipende kuwafanya watu wengine wahisi wanaumia, wananyanyaswa katika taifa lao. Tuwe na utaratibu wa kuona kwamba tatizo likitokea tukae chini tuzungumze. Kwanza utaratibu wa hizo barua kama kweli zilikuwa zimetoka kwenye mamlaka zinazohusika. Ilikuwa ni makosa kuwafungia bila kuwasikiliza. Hawa watu wa kusikilizwa ni kanisa, ni taasisi. Leo huwezi kuamka tu kaiandikia taasisi barua bila kuwaita kuwaambia 1 2 3 tuna sababu 1 2 3. Sheria iko very clear. Taasisi yote iliyosajiliwa kabla ya kuifuta lazima apewe nafasi ya kusikilizwa. Basi kwa sababu ya kusikilizwa wakati hizo barua zinazunguka ambazo hazijulikani ni za kweli au si za kweli, basi nadhani huu muda ndio mwafaka. Sisi tunaomba basi wizara kuanzia ofisi ya msajili wa vyama hivi pamoja na wizara waziri pamoja na jeshi la polisi, tunaomba mkae kikao na viongozi hawa. Wako wengi wawakilishi wao, angalau mnaweza kukaa na wawakilishi wao mkazungumza, mkaona namna gani bora ya kuweza kulitatua swala hili, na wananchi hawa wengi, maelfu ya wananchi hawa wakapata nafasi ya kuendelea na ibada zao. Kama basi hawataki waendelee kufanya ibada kwa kupitia taasisi hii ambayo bado iko kwenye njia panda, napenda kuwakumbusha kwamba hawa hawajazuiwa kufanya ibada, kwa sababu ibada ni haki ya kikatiba. Swala la kuabudu, whether unaabudu chini ya mti, unaabudu kanisani, unaabudu juu ya dari, ni swala la kikatiba. Hawa wataendelea kutimiza haki yao ya kuabudu Jumapili. Basi watenge wao na sehemu ya kuendelea waachiwa wakae mahali wafanye ibada zao. Kama kanisa ndio limezuiwa, wamefunga kanisa, basi waachiwe wafanye ibada zao, kwa sababu maaskofu wengine wapo, waendelee kufanya ibada zao katika viwanja vingine, wakati swala hili la taasisi ambao walikuwa wanaitumia kufanya ibada likiwa bado katika mvutano ambao hatujui utaisha lini. Hilo ndio jambo la msingi. Tulimaliza hili swala, na sisi tunashauri hivi kwa sababu tumekuja kuliliwa. Naomba sana viongozi wetu, kwa sababu hili swala mimi naamini bado liko ndani ya mamlaka ya uwezo wa Waziri Bashungwa pamoja na IGP, wala si swala la kwenda juu zaidi. Mimi nadhani hili swala liko ndani ya mikononi mwenu, na naomba sana Waziri Bashungwa, na tutakutafuta uweze kuona namna gani unaweza kuwasikiliza hawa. Waite ofisini kwako wasikilize, uone namna gani mnaweza mkafikia mwafaka. Wakati swala lao la taasisi linafanywa kazi, basi kila Jumapili waendelee kufanya ibada zao. Hawa ni watu ambao wameshajitolea, maaskofu hawana kazi nyingine, kazi yao ni kuhubiri Injili, na ni katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano imetoa hiyo haki. Kwa hiyo tusiwanyime hiyo haki kwa njia ambazo ziko kwa mujibu wa sheria. Kwa ufupi, hatuna mengi zaidi ya kuwatakia kila laheri na kuwapa pole wenzetu hawa, na sisi siku zote kiu yetu ni kutatua hizi changamoto za kijamii, ili jamii iendelee kuwa na utulivu, iendelee kuwa na amani. Si picha nzuri na si busara, na sisi wengine hatuoni kama ni jambo jema watu Jumapili kuvutana kati ya waumini na jeshi la polisi. Kama alivyonitambulisha, ninatokea mkoa wa Shinyanga na niko hapa kwa neno moja tu. Watu wengi wanafikiri kwamba labda kanisa letu ni kanisa la fujo ama ni kanisa lenye vurugu. Tumechagua njia iliyo bora kulimaliza jambo hili kupitia kwa taasisi hii ya watetezi wa haki za kibinadamu, lakini lengo kubwa tu ni kudai haki yetu ya msingi ya kuabudu. Kuabudu kulingana na takwa la katiba la nchi ni kwamba ni haki ya kila mtu. Ni haki ya kila mtu kuabudu, kama alivyoelezea. Na sisi tuko hapa kutaka haki yetu ya kuabudu kila Jumapili. Na ibada zetu sisi tunasema kila Jumapili kwa sababu ndio ibada kuu, lakini ziko ibada nyingi tu za Jumatatu, Jumatano na Ijumaa.
Lakini jambo la pili, kanisa letu lina matawi kwa Tanzania tu zaidi ya 2000. Na makanisa haya yana mchungaji kiongozi, yana wachungaji wasaidizi, yana wakatibu wa kanisa, yana watu wa uhasibu ambao hawa wote ni waajiriwa. Ina maana unazungumzia ajira si chini ya ajira 6000 ambazo sasa hivi zimekaa dormant, hazifanyi kazi. Kwa watu wanapokuwa wanashangilia jambo hili kwa ubaya, nataka mjue kwamba unazungumzia ajira za watu ambazo sasa hivi hazifanyi kazi zaidi ya watu 6000. Lakini jambo la pili, katika mambo ya msingi hitaji la mwanadamu kwetu sisi kulingana na mafundisho yetu ni kwamba Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litoka kwenye pumzi ya Mungu. Kwa hiyo sisi ibada ni sehemu ya hitaji la msingi la kuishi. Ina maana hatuwezi kuishi hakuna ibada. Kwa hiyo tunataka sisi sehemu ya uhai wetu ni ibada. Makanisa yetu yaruhusiwe watu waende kuabudu Jumapili, kwa sababu hata kama wataendelea polisi kulinda majengo yetu, kimsingi ni ngumu sana kuzuia watu kwa habari ya imani. Lakini tunatumia njia hii kwa sababu tusingependa purukushani na fujo. Jumapili kama uliona watu walipigwa, kuna mtu alikuwa ni kilema, ile kripu. Kilema anapigwa na mafimbo, anapigwa kwa ajili ya nini? Anapigwa kwa sababu anaabudu. Hajabeba rungu, hajabeba silaha, anapigwa kwa sababu anaabudu. Na ndio maana tukaona ni muhimu sana kuiambia jamii na Watanzania wote na mataifa yote wale wanao tusikiliza ni kwamba hatuhitaji ugomvi wowote, tunachohitaji haki yetu ya msingi ya kuabudu. Lakini pili, tupo tayari kufungua milango ya maongezi ama na IGP ama na kamanda wa kanda maalum, lakini pia na waziri. Waziri ni muhimu sana kama kuna jambo la kuongea chini ya meza, kwa sababu hichi si kikundi cha wahuni, hili ni kanisa ambalo lina uhalali wote. Tunachohitaji haki yetu ya msingi. Asubuhi naulizwa na mtu hakuwa na taarifa kijijini kule Katavi. Ananiuliza, kanisa mbona nimefika naona halifanyi kazi? Anapiga simu. Sasa watu kule vijijini wengine hata simu za smartphone hawana. Walikuwa mashambani, wametoka mashambani kuvuna, anakuta kanisa limefungwa kule Katavi. Na huyo ni mwananchi ambaye ni baadaye anaitwa mpiga kula, lakini amezuiwa kuabudu. Na naomba hili jambo la mwisho nilisema kwamba sio rahisi kutuelekeza pa kuabudu. Tunaabudu tulipopachagua ambapo ni ufufuo na uzima. Kwa hiyo hatuna mbadala wa pa kuabudu, hatuna dhehebu jipya au lingine la kuabudu. Sisi tutaabudu kanisa hilo ambalo sisi tunaliamini na sisi ndio tumezaliwa kwa huko, na huko hatuna option. Kwa hiyo serikali ama na watu wanaotusikia wasifikiri tuna option kwamba basi kama limezuiwa hili nenene pengine. Yaani sana kukwambia wewe unayeabudu msikitini kwa sababu kuna changamoto kwenye msikiti, nenda kanisani. Ndicho ninachochukulia. Kwa hiyo huwezi ukaibadilisha imani ya watu ambao wako chini yetu na sisi wenyewe kwa sababu tu kile slice. Imani tofauti na mambo mengine, tofauti na makundi mengine. Imani unazungumzia ule moyo wa mtu. Na sisi tunaamua kutumia njia za kiustaarabu na njia njema, na wale watu wote wanaotusikiliza hatutaki kuzuiwa kuabudu. Tunahitaji tuachiwe nafasi tuabudu. Ni hayo tu. Mimi nikushukuru sana na ofisi yako. Nimeambatana na washirika wachache, lakini ninaamini jambo hili litafika mahali pazuri. Taasisi yako inaaminika kwenye mataifa mbalimbali, lakini pia na kushughulikia migogoro mbalimbali. Ndio sababu ya kufika na tukaamua kuchagua njia iliyo sahihi. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Lakini pia nisisahau makanisa yetu kama ulivyosikia clip iliyotangazwa nafikiri juzi. Of course hayakufungwa tu, ila yalivamiwa na mpaka sasa hivi majengo yetu yote yale ni kama yamevamiwa, ule uvamizi halisi. Sasa hatujui usalama wa mali zetu. Makanisa yetu sisi sadaka huwa tunahifadhi Jumapili. Walikuwa wanavunja na unaona milango inasukumwa, mageti yanavunjwa, na mule ndani kuna sadaka, kuna makamera, kuna drone, kuna vifaa mbalimbali. Lakini pia na usalama zaidi wa vitu vyetu, au kule je tukifika tutakuta nini kwenye majengo yetu mule. Ni moja ya hofu ambayo iko ndani kwamba hata kama tukifunguliwa tutakuta nini kule. Kwa sababu mimi ninaamini zipo taratibu. Hii nchi ni nchi yenye kisheria. Angalau wangeita uongozi wa makabidhiano, bwana vitu vyenu ni hivi. Tumekuta 1 2 3 4 vimehesabiwa, tumegundua pako salama, hapana kitu chochote. Lakini sasa unaanza kuona, unasikia milango inavunjwa, unasikia walinzi mapolisi wana mabunduki wamekuja usiku. Jambo hili ndilo linalotutia sana sisi mashaka.
na ndio maana tunataka tuonane na mkuu wa polisi, pengine anaweza kuwa na maelezo mazuri, kwa sababu ilitosha kusubiria basi asubuhi yake na kusema jamani ondokeni. Unapokuja na madefender zaidi ya 5 na yana ulinzi, yana silaha, hili ni kanisa la watu ambao hawana mawe, hawana chochote, na wana maombi tu. Tuko tuna maombi. Kwa hiyo ninaomba sana kama tumeamua kutumia njia hii nyepesi turuhusiwe kuabudu, lakini pia tuna mashaka kwa habari pia ya majengo yetu, na si tu hapa, mikoa yote, Kibaha, Morogoro, Arusha na mikoa yote Tanzania, majengo yote yamefungwa. Kuna vifaa, kuna sadaka, kuna vifaa vingine, kuna vifaa vya meza ya Bwana, kuna vyeti vya ndoa, kuna nyaraka za ndoa za watu. Sisi kila ndoa tunaofungisha ambayo ni ya kiserikali na nyaraka zake ziko mle, hatuna uhakika kama zitakuwepo, zitakuwa hali gani. Lakini kwa hiyo haya yote nataka Watanzania waone, tunapotaka kusema tuna haki ya kuabudu, hatuko hapa kwa habari ya utani. Ni very serious.